CCM wameamua kumfuta wanachama aliyekuwa makamu wa rais wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi baada ya yeye mwenyewe kuandika barua ya kujiuzulu, kwa sababu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameona kwake yeye anahitaji mabadiliko kwenye hiyo nafasi, basi yeye akaamua kujiuzulu. Yes, kitendo tu cha kujiuzulu moja kwa moja kwa upande wa pili inamaanisha ni uwajibikaji, kwamba umefanya jambo jema sana wewe kujiuzulu, lakini kwa upande mwingine au upande wa chama kwako wewe unakuwa ni mtovu wa nidhamu. Yaani kwa upande wa raia of course umewajibika ipasavyo. Kwa mfano unaweza kuwa umetumia mali ya umma, utapoamua kujiuzulu umewajibika, lakini kwa upande ambao unawatumikia au kwa upande ambao upo nao karibu au mnashirikiana kwenye hilo jambo, wenzako tunaona kama ni usaliti na wewe ni mtovu wa nidhamu. Na ndio maana tukiangalia kamati kuu ya CCM NEC imeweza kumfuta wanachama kwa sababu wameenda kuangalia nidhamu. Na nidhamu hapa kwa haraka haraka yanajulikana ambayo Daktari Emmanuel Nchimbi ameweza kuyafanya, ikiwemo misimamo yake. Yes, nakumbuka mwaka 2017 au kisha 2017, yani baada tu ya kurudisha nyuma 2015, baada ya kamati kuu ya chama cha CCM walivyokuwa wanapitisha mgombea kwenye nafasi ya urais na makamu wake, Nchimbi alitoka hadharani akazungumza kwa ukali kwamba mimi na wenzangu hatutambui haya, hatujashirikishwa wala nini. Ni kama yani ni kama kamati imefanya chupri, imeenda kona kona, tumepewa majina tu machache ambayo sisi hatuyaungi mkono na hakuna uwazi. Sisi wote ni wanakamati, lakini walichokifanya sasa, hiyo ni miaka 2015 huko kipindi kamati kuu ya CCM walikuwa wana teua kiongozi au wanachagua kiongozi kwa ajili ya kuwakilisha chama kwenda kugombea katika nafasi ya urais. Sasa kipindi hicho Nchimbi alikuwa ni miongoni mwa watu ambao wanaunda kamati kuu taifa. Kwa hiyo wenzake kwa hiki ambacho amekifanya sasa hivi kinajirudia kama kile, kwa sababu Nchimbi amekuwa ni mtu ambaye ana misimamo fulani hivi ambayo ni kinyume na CCM wanavyohitaji, na ndio maana mara kadhaa wameweza kumkuta na hatia na utovu wa nidhamu kwenye baadhi ya mambo mengi. Sasa nikirejelea kwa nini kwanza wameamua kumfuta wanachama na kwa nini hali hii inamtokea Daktari Nchimbi. Of course hapa katikati baada ya ile sekeseke waliweza kukaa wakamalizana. Of course ni kawaida kwa binadamu kukosana au ndani ya taasisi kugombana, ni jambo la kawaida. Wakakaa wakayamaliza. Walivyoyamaliza of course Nchimbi akawa ni mtu ambaye amebadilika mpaka Magufuli anafariki, na yeye akiwa ni katibu wa kipindi hicho, alikuwa ni katibu wa CCM. Baadaye sasa akaja akagombea 2025 akagombea na Samia kama mgombea mweza, na ile tiketi ndio ikaweza kumpa yeye makamu wa rais. Sasa baada ya uchaguzi of course taswira pale ndio ikawa imebadilika, kwamba kwanza Nchimbi ni Mkatoliki. Yes, ni Mkatoliki na tunajua msimamo wa Katoliki baada ya uchaguzi ni upi. Yani yeye ni Mkatoliki, lakini msimamo wa Katoliki kwenye hili baada ya uchaguzi wote tunaofahamu ni upi. Rejelea mazungumzo ya Father Kitima kwamba anasema sisi wa Katoliki hatuungi mkono kilichotokea, lazima serikali itoke hadharani iombe radhi. Ni makosa kwa upande wake. Ni makosa walichokifanya, ni mauaji, watu wamepigwa, wameuawa. Akatoa mifano kwamba wamekuja kwenye hospitali yangu mimi ambao naiongoza, yeye ni Mkatoliki, watu wameuawa. Umeelewa? Kwa hiyo msimamo wa Katoliki ukawa ndio upo hivyo. Sasa kama ndio msimamo huo wa Katoliki na yeye ni Mkatoliki, unafikiri naye atakuwa na msimamo gani kwenye chama? Sasa unajua hili lilivyotokea, binafsi naona kama CCM wakawa wana mlengo wao. Yaani CCM jambo limetokea, kukawa kuna makundi mawili. CCM wao wakawa na mtazamo wao kuhusiana na hili jambo. CCM tunajua wimbo ambao walikuwa wanauimba moja kwa moja ni kwamba hizi vurugu ziliweza kusababishwa na foreigners. Kuna watu walipewa pesa, umeelewa, na kuna watu walichochea haya mambo, wakaamini kwamba kuna uingiliaji wa nje kuwashawishi vijana waweze kuipindua serikali au waweze kubadilisha utawala wa Tanzania. Hiyo moja. Lakini wapinzani wao wanaamini yale yalikuwa ni maandamano au ilikuwa ni hali ya kuweza
kutafuta haki na uhuru. Yani walikuwa wanaweza kutafuta haki na uhuru kutokana na vitu ambavyo CCM wanavifanya. Kwa maana wao walikuwa ni kwenye revolution. Unaelewa? Huo ni msimamo wao. Lakini Wakatoliki wanaamini kwamba hawaoni vurugu. Hawaoni nini kilisababisha. Lakini wao wanaamini kwamba kilichotokea hakikuwa sahihi. Yani yale mauaji hayakuwa sahihi. Kwa hiyo kuna mitazamo miwili hapo. Sasa Nchimbi ni kama amechukua tuseme amechukua, kuna watu walikuwa wana backup nyuma kwenye hili, kwa sababu yani baada tu kutokea lile jambo na yeye ni Mkatoliki, kuna watu wakawa wanaweza kumfikia moja kwa moja kwamba yes, Nchimbi upo kwenye serikali. Umeelewa? Upo kwenye serikali. Sisi kama Wakatoliki hatuungi mkono hayo mambo yaliyotokea na tunarani. Wewe unasemaje? Kweli yupo na viongozi wake wa dini binafsi, naamini waliweza kumblackmail. Umeelewa? Yani wakamwambia bwana, wewe kama upo kwenye hiyo serikali, sisi hatuungi mkono, basi na wewe tuonyeshe kwamba hauungi mkono hili jambo. Kwa kuna watu wakawa wako nyuma au wamemshikilia au wamemblackmail. Kumblackmail ni kwa maana ya unakuwa upo kwenye sababu ambayo huwezi kujinasua. Watu wanaitumia hiyo loophole kwa ajili ya wewe kukandamiza. Na ndio kile ambacho cha Oktoba kimetokea. Yaani baada ya yale mauaji na zile vurugu, wapinzani wa Tanzania ambao hawaungi mkono serikali au wanataka mageuzi ndani ya serikali wanatumia ile loophole ya mauaji au ile loophole ya uchaguzi kilichotokea kwamba ni wana blackmail. Kweli walifanya makosa. Kweli mauaji yalitokea. Sasa kama mauaji yametokea na kweli umeyafanya, huwezi kubadilisha kitu. Kwa hiyo watu wanatumia lile loophole kukandamiza, wanatumia loophole kutafuta mambo ambayo wao wanahitaji. Na ndio kitu ambacho kiliweza kumkuta Nchimbi. Akawa blackmail kutokana na kile ambacho kimetokea na yeye yupo kwenye serikali. Kwa hiyo sasa kujidefend kama binadamu, kama binadamu akawa sasa anataka ajisafishe, aonekane yeye ni mwema kwa sababu Wakatoliki wenzake wapo kinyume na yeye yupo kwenye serikali, kwa hawezi kwenda kinyume na imani yake kidini. Of course imani ni swala la binadamu na imani ni jambo ambalo wananchi tunaweza kuwa au binadamu linaweza likawa linatuchukua kiurahisi. Kwa hiyo baada ya kuwa blackmail na ile sakata, umeelewa, kwa hiyo akashindwa kujinasua. Kwa hiyo yeye mwenyewe akawa anatafuta kujisafisha. Na ndio maana mambo mengi ambayo ameyazungumza hapa katikati, ikiwemo kuhusiana na katiba, mauaji, alishazungumza mambo kadhaa kabisa. Ile hotuba yake ambayo ni ndefu na ambayo baada ya ile hotuba ndo matatizo mengi yakaanza kutokea pale. Umeelewa? Kwa hiyo binafsi naamini kwamba Nchimbi ameshindwa kuvumilia, ameshindwa kusimama kwa sababu watu wanampush, hasa alikotoka kwenye chimbuko lake la Ukatoliki, kwamba bwana, mnachokifanya nyinyi sio sawa. Kwa hiyo ili ajisafishe mbele ya kanisa, aonekane kwamba ni msafi, ni mwema, yeye hahusiki, na ndio kitu hichi ambacho kimetokea. Na walivyojua tu kwamba huyu mtu ni mdhaifu hapa, yani huu ndio udhaifu wake, kwamba hataki aonekane yeye alishiriki, basi wakaamua kutumia ile kumkandamiza. Lakini pia hata wapinzani pia wakawa wanamuunga mkono kile kitu anachokifanya. Kwa mfano Chadema wakawa wanamuunga mkono kwenye kile kitu ambacho yeye anakifanya, kwamba mmeona. Lakini juzi tu baada ya kujiuzuru na jana baada ya kufutia wanachama, tukawashuhudia Chadema wakaanza kujitamba kwamba yes, mmeona, wanaanza kutoana labda maini kinawaka ndani ya CCM. Ni kwa sababu tu mwanzo walimpa backup, lakini baadaye hawakuwa na nia naye njema. Yani kwamba wote nyinyi ni CCM, sisi ni Chadema, nyinyi wote ni CCM. Wewe umeamua kubadilika kwa sababu zako binafsi, lakini sisi tunatumia loophole hiyo kukuunga mkono. Lakini baadaye alipoingia kwenye mfumo akajea, basi Chadema wakamwacha na wao wanatangaza ushindi kwamba mambo yanaendelea na wanazidi kuvurugana. Kwetu nini, sisi ni fahari yetu. Kwa hiyo mimi binafsi naamini jambo ambalo limetokea Oktoba 25 ni jambo ambalo kwanza haliwezi kubadilika. Watu watatumia hilo mpaka 2030. Mpaka 2030 watalitumia na watafanya kama blackmail. Na ndio maana tunaona mataifa mbalimbali, taasisi za kiraia, asasi hizi ambazo NGO, non government, hizo organization zote watatumia hii ku blackmail hasa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, kwamba yeye ameingia madarakani katika uchaguzi ambao sio halali,
kwa sababu ya kitu ambacho kile kimetokea. Kwa hiyo watakuwa na blackmail, na asipokuwa mtulivu ni kitu ambacho kitamtafuna, atazidi kwenda kulia kushoto. Sasa hivi ameunda tume nyingine kwa ajili ya kuchunguza nani alisababisha zile vurugu. Kuna ile tume ya kwanza, tume ya pili. Hili jambo halitaisha na hakutakuwa na utulivu wote baada ya lile jambo mpaka 2030, kwa sababu tu watu wanatumia ile kumblackmail. Ni kweli ni mauaji ya kutisha yametokea, watu wameona, na ile kamati ambayo yeye mwenyewe rais aliunda imetoka hadharani na kuzungumza watu kweli waliuawa, umeelewa? Kwa hiyo kukiri tu huko basi watu wote watamblackmail na chochote atakachozungumza fulani muuaji. Sasa huko ndo kublackmail kitu. Unaweza usiblackmail labda kwa mipango ambayo wao wamekupangia. Mfano Donald Trump tunaelewa kwenye siasa za kimataifa yeye alivyokuwa blackmail na zile faili za Epstein. Epstein ni kwa maana ya Epstein ni mtu ambaye yeye kipindi hicho alikuwa na kisiwa ambacho alikuwa anakusanya vibinti vichanga, anaenda kukitumikisha kule masuala ya ngono na ushoga. Kwa hiyo alikuwa anawalika viongozi wakuu wakiwemo Trump kipindi hicho. Yeye ni tajiri lakini alialikwa mara kadhaa, lakini Bill Gates pia, Crown Prince huyu wa sasa hivi wa Saudia Mohammed bin Salman, na yeye pia alikuwa amealikwa kwenye hicho kisiwa. Kwa hiyo unaona namna gani ambavyo baadaye sasa rais wa Marekani Trump anaingia madarakani, wanatumia sasa yeye kutembelea kile kisiwa kumpressurize na kutaka vitu ambavyo wao wanavihitaji. Kama bwana, ukikataa kitu ambacho sisi tunakitaka, sisi tunaachilia hizi na tunakufunga na tutakupeleka mahakamani kweli kweli. Kwa hiyo anahofia kufungwa, anahofia kushtakiwa kwa mashtaka makubwa ya ubakaji, kwa sababu kesi zake kwa Marekani ziko very harsh. Kwa hiyo ni jambo ambalo for me naamini the same thing kwa hili. Watu wanamwambia bwana Samia, umeona kilichotokea Oktoba, basi unachokitaka sisi basi wewe kifate.